nina haja nawe kila saa. Hawezi mwingine kunifaa. Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa. Niwezeshe Mwokozi, nakujia. Yesu, nakuhitaji vivyo kila saa. Niwezeshe Mwokozi, nakujia. Bwana Yesu apewe sifa. Tunao kila sababu ya kuendelea kumshukuru Mungu katika maisha yetu, jinsi ambavyo ameendelea kuwa msaada na tumaini katika maisha yetu. Jina lake litukuzwe sana. Leo ikiwa ni Septemba 30, katika mjadala wetu wa kujifunza lesoni, somo letu lina kichwa kinachosema walisi wa ahadi. Walisi wa ahadi. Watu wanaweza kujiuliza, walisi wa ahadi inamaanisha nini? Inamaanisha kumiliki zawadi kutoka kwa Bwana. Kumbe ahadi ni zawadi kutoka kwa Bwana. Basi tuombe. Baba mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Jina lako lihimidiwe sana. Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, ni katika Yesu Kristo. Amina. Katika Yoshua ile sura ya 1 fungu la 3, neno la Bwana nasema, kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Tunaona Mungu anawathibitisha wa Israeli kwamba mahali popote watakapokanyaga itakuwa ni ulisi wao. Anasema ahadi za Mungu ziko wazi kwa watu wote. Somo hili linaelezea jinsi ambavyo Mungu yuko tayari kutoa ahadi zake za kweli na za uaminifu katika maisha yetu. Na ndio maana tunaangalia katika Yoshua 1 fungu la 3, Mungu ametoa ahadi tayari kwa Waisraeli. Ameshapatia ardhi tayari, japo akiangalia katika fikra zao wanaona bado hawajamiliki. Na hata muda mwingine katika maisha yetu kuna Mungu vitu ameshatupatia tayari, lakini kwa sababu fikra zetu na imani yetu juu ya Mungu ni ndogo, tunaona bado hatujamiliki. Na ndio maana tunaona Mungu anatumia neno wingi. Sio kwamba ni kwa ajili ya Yoshua tulasha, ni kwa ajili ya watu wote wa Israeli. Hata katika maisha yetu ahadi za Mungu sio kwa watu baadhi, ni kwa watu wote. Ila ni kwani sasa tunatofautiana katika kumiliki. Kuna baadhi ya watu ambao wanajua kuzitumia hizi siri za kupokea ahadi za Mungu, ndio maana tunaishi au wanaishi maisha ya kufaidi. Na sisi hapa sasa tujifunze mfumo upi sasa tutumie ili kusudi kuzimiliki hizo ahadi za Mungu. Na anasema, Mungu anamwambia Yoshua, zawadi za Mungu ni zao na hazina kikomo. Yaani hizi ahadi za Mungu ni zao na hazina kikomo. Ahadi za Mungu hazitolewi tu kwa Yoshua, bali kwa Israeli wote kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Mungu. Ni kitu ambacho pia hapa ujifunze, ni kwamba Mungu anapokupatia jambo fulani, amekupatia cheo fulani, amekupatia uchumi, sio kwa ajili ya manufaa yako mwenyewe, ni kwa ajili ya kuendeleza kazi yake. Wewe amekupa kutunza ili uwe chombo cha kupitishia kubariki wengine. Bwana Yesu apewe sifa. Shida ni kwamba tunapopewa vitu tunang'ang'ania, tunashindwa kutambua kwamba sisi tumepewa kuwa chombo cha kupitishia, ni mkondo wa kutiririshia kwa ajili ya watu wengine. Mungu anakutumia wewe. Na ndio maana tunaona kwamba Mungu hampi tu Yoshua, ila anawapa watu wote. Anasema ili kupokea ahadi za Mungu, ukamilifu na uadilifu ni muhimu katika kupokea ahadi za Mungu. Tunaona Mungu anatoa msisitizo juu ya Yoshua juu ya kushika Torati ya Musa.
Watu wengi tunashindwa kupokea na kumiliki ahadi za Mungu ni kwa sababu ukamilifu wetu na uadilifu wetu juu ya Mungu haujitoshelezi. Ndio maana Mungu anatoa msisitizo kwa Yoshua, anamwambia kushika Torati ya Musa ambayo sasa ndiyo kimuongoze katika kufanikiwa. Hata na sisi katika maisha yetu, Mungu bado anaendelea kutoa msisitizo. Ili kusudi tufanikiwe ni lazima tujenge mtazamo chanya katika kwake. Hatuwezi tukapata mafanikio yote katika maisha ikiwa hatuna mtazamo chanya kwake. Ni lazima tuhakikishe mimi na wewe tunajenga mtazamo chanya juu yake. Hakuna kitu chochote au hakuna ahadi yote ya Mungu zinazokuja kimazinga ombwe. Hakuna ahadi yoyote ya Mungu inayopatikana kimazinga ombwe. Kwa nini? Kwa sababu hizo ahadi hazina uwezo wa kujitimiza zenyewe. Ila sasa ni kusudi hizo ahadi zionekane, zinahitaji uhakikisho wa Kristo pekee ndiye ana uwezo wa kuzitimiza. Yaani Mungu akiwepo hizo ahadi zitatimia. Lakini ikiwa tutamwacha Mungu, hatuna lolote. Uwepo wa Bwana ulikuwa kila kitu ambao Yoshua alihitaji ili kufanikiwa. Yoshua alihitaji Mungu pekee ili kusudi aweze kufanikiwa katika uongozi wake. Hata leo katika maisha yetu, ili kusudi tuweze kufanikiwa, hatuhitaji chochote ila tunamhitaji Bwana katika maisha yetu. Na ndio maana tunaona ahadi za Mungu leo ni kana kwamba zipo ila ni kwa sababu Mungu tunaye mbali, ndio maana tuzioni. Lakini ikiwa tutashikamana na huyu Mungu, ahadi ni zaidi zitaonekana. Hakuna kilichobadilika leo juu ya ahadi za Mungu. Zipo hadi leo na ni zetu kuzipokea na kuzitumia. Hakuna chochote ambacho kimebadilika juu ya ahadi za Mungu. Zile ahadi ni zetu na tuzipokee na kuzitumia. Ni kwa nini hizo ahadi hazionekani? Ni kwa sababu utiifu wetu mbele za Bwana na uadilifu wetu mbele za Bwana umepungua. Wito wangu katika lesoni ya leo ni kwamba hebu tuendelee kujenga na kudumisha mahusiano sahihi na Mungu wa mbinguni. Yoshua alilazimika, na ulikuwa ni wito wa Bwana, kudumisha mahusiano yake siku baada ya siku, saa baada ya saa, ili kusudi aweze kufanikiwa katika hali fulani. Hata na sisi hatuwezi tukafanikiwa kuzipokea ahadi za Bwana ikiwa uhusiano wetu na Mungu uko mbali. Ni lazima tujenge kwanza uhusiano wetu na Mungu, ndipo tutakapozipokea ahadi za Bwana na kuzitumia katika maisha yetu. Tuombe. Baba mbinguni, asante, umetufundisha jinsi ya kumiliki na kutumia ahadi zako. Sisi ni walisi wa ahadi zako. Tusaidie Mungu wa mbinguni katika maisha yetu, tutambue umuhimu na namna ya kuweza kuzimiliki hizo ahadi. Tunaomba Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, ni katika Yesu Kristo. Amina.